Jambo mpenzi mtazamaji wa chetu hii ya 5 Media. Leo tunakuletea story ambayo inaendelea kuhusiana na mchezaji Azizi Andambwile. Sasa Azizi Andambwile amekuwa akihusishwa kwenye story ambayo imeanza kuzuka siku ya jana. Kwanza kumfahamu. Azizi Andambwile Mwambalaswa alizaliwa Mbeya tarehe 12 Mei mwaka 2000. Ni mchezaji wa mpira wa miguu anayejulikana kwa nafasi yake ya kiungo mkabaji. Azizi alianza kucheza soka la kulipwa akiwa na umri mdogo na alikuwa katika timu ya Mbeya City FC kabla ya kuhamia Big Bullet FC ya Marawi mnamo mwaka 2018. Alikaa katika klabu hiyo hadi mwaka 2021 ambapo alicheza kama kiungo mkabaji. Baadaye ya muda wake na Big Bullet FC, Azizi alijiunga na Fountain Gate kabla ya kusajiliwa na Singida Big Stars. Uchezaji wake mzuri na nidhamu ndani ya uwanja umeletea sifa na nafasi ya kujiunga na klabu ya soka ya Young Africans ambao ni Yanga Sport Club. Mnamo Julai 2024 katika Yanga anatarajiwa kuongeza nguvu kwenye safu ya kiungo. Aliweza kuongezwa hapo kwa ajili ya kuendelea kuwa mchezaji bora zaidi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Sasa kumekuwa na story nyingi ambazo pia zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Hapa hili na lile yameweza kuzuka. Hapa tunakuletea yale ambayo ni ya muhimu zaidi kuhusiana na Andambwile. Yanga kuna kitu kigogo, afafanua issue nzima ambayo inaendelea ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans baada ya kutoa taarifa kuhusu sitofahamu mtandaoni. Sasa kutokana na mengi ambayo yanaelezwa na mwendelezo mkubwa ambacho Yanga wamewahi kukipitia, inaelezwa kwamba hata kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama ilivyo kwa kaida ya Dar es Salaam Young Africans, basi kwa nyakati tofauti basi haya ambayo yanaendelea sasa hivi yatazidi kuendelea. Inaelezwa kwamba mchezaji wa klabu ya Yanga Andambwile ameweka wazi ukweli kuhusu taarifa zilizokuwa zikisambaa mtandaoni zikimhusu yeye na klabu hiyo. Kupitia taarifa yake kwa mchezaji huyo amesema kuwa bado ni mchezaji halali wa Yanga na kwamba haki zake zote za kimkataba tayari ameshalipwa na klabu. Mimi ni mchezaji wa Young African Sport Club na haki yangu za kimkataba tayari nimeshalipwa, amesema. Aidha ameomba waandishi wa habari kuhakikisha wanakuwa na vyanzo sahihi vya taarifa kabla ya kuchapisha habari ili kuepuka kuleta taharuki miongoni mwa wachezaji wa ndani wa klabu hizo. Niombe ndugu zangu waandishi wa habari kuwa na vyanzo sahihi na taarifa kutokuleta taharuku. Mwisho ameomba radhi kwa wale wote waliochanganyikiwa na kukwazika kutokana na sitofahamu jitokeza mtandaoni, huku akisitiza dhamira yake kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga kwa uaminifu na kujituma. Andambwile ameweza kubainisha hayo mara baada ya taarifa hizo pia kuendelea kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Nini maoni yako kwa yale ambao yanaendelea ndani ya Dar es Salaam Young Africans wakiwa wanapitia hali kama hizi kwa siku mwongo huu tu tumeweza kushuhudia wakiwa na makosa kama hayo ambayo yanahusiana na masuala ya usajili, kama vile ilivyotokia kwa Faisal, kama vile ilivyotokea kwa mchezaji yule ambaye timkia kule Pyramid FC Fiston Mayele. Nini maoni yako? Subscribe, like pamoja na kucomment, na mimi nitakuwa nikupitisha na kukupa makala mbalimbali. Bye tena mpaka wakati mwingine. Bye.